Siku zote nasema Yanga ndio timu ya mfano wa kuigwa katika mambo yote. Achu. Ila kwa sababu ya viburi vyenu ndio maana mnaanza kutokanana. Wao fulani ana changamoto ya afya ya akili. Wao shasikia engineer akamwambia watu. Yes. Kwa Young Africans imethibitisha kwamba hii ndio timu ya mfano wa kuigwa. Na ndio maana hata wachezaji wengi wa Simba watamani kwenda Yanga. Kwa sababu gani? Ya usalama wa maisha. Kwa sababu ya uhakika wa maisha. Kwa sababu ya utulivu. Simba hamna usalama. Katika hali kama hii, unategemea nini kama mkutano umekwenda namna hii kuna usalama? Maana viongozi hawako pamoja. Viongozi wanazungukana. Kiongozi anajibu anavyojisikia yeye. Haiwezekani. Haya, umekosa ubingwa mara 4 mfululizo. Mafanikio hata ulichokuna hata kimoja hujaja nacho. Yaani ungeniambia jamani wana Simba sikilizeni. Tumekosa ubingwa mara 4 mfululizo. Tumejenga uwanja wa shabiki kuingia uliofunikwa 12,000 pomoni. Tunajaa. Naona kabisa kama kaka zao wanafanya makubwa namna hii Young Africans, ni ubora wa wachezaji na mshikamano wa viongozi wa Young Africans katika kulielekea jambo. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa yuko nyuma. Kila mmoja na focus kwenye mechi. Wachezaji wamefocus kwenye mechi. Unalipata ninachosema? Kwa Young Africans ndio timu ya mfano wa kuigwa. Maana vinginevyo hata Simba inapaswa kuiga Yanga sasa rasmi. Ukiendelea kuwa na kiburi, mtakuwa mnatukanana kila siku na viongozi wenu. Yaani Simba inapaswa kujifunza kwa Yanga. Nilisema tangu mwaka jana. Lakini kwa sababu ya ubishi. Kwanza ambacho nimekitazama leo sio mkutano, ila ni matokeo ya kukosa uadilifu wa kufuata sheria ambayo mmejiwekea, ima kanuni ambayo mmejiwekea kwenye katiba yenu. Kumbuka mikutano ya Simba kadri ambavyo siku zinavyozidi kusonga mbele imekuwa ikifanyika ili mradi tu jambo limefanyika, na ndicho ambacho kimeonekana kutokea kwa siku ya leo. Kwa hiyo kwangu mimi haukuwa mkutano, ila ilikuwa ni sehemu kama ya gulio tu. Yaani hakuna utofauti kati ya wingi wa watu Kariakoo na ambacho kimefanyika leo kama mkutano wa Simba. Achu. Mkutano umekosa sifa za mkutano. Sifa ya mkutano lazima kuwa kuna kiongozi na mpangilio wa matukio mbalimbali na si kuingiliana. Sawa, yani kama watu wako mnadani 200, 500, 600 kila mmoja anaongea kwake, haiwezekani. Ambacho kimefanyika leo kwa wekundu wa Msimbazi Simba na kwa rank ya Simba aliyokuwa nayo CAF ni aibu kubwa kupata kutokea katika soka la Tanzania. Lakini haya yote ni kutokana kwa mimi ninachokiona rasmi chuma cha Mjerumani kimoja Tanzania. Nimekuwa nikizungumza mengi sana kuhusiana na katiba ya Simba, namna gani ambavyo inapaswa kufuatwa, namna gani ambavyo viongozi wa Simba wanatakiwa kuendesha taasisi yao. Lakini baadhi ya watu wahuni kabisa walienda mbali zaidi na kutengeneza mazingira ya kuletea maumivu, pengine kutaka hata kunishambulia. Lakini leo hii ambacho nimewasema kimewatokea puani rasmi. Uongozi wa Simba imewapalia. Uongozi wa Simba chini ya mwenyekiti Burutaza Mangungu na mwenyekiti wa bodi Magoli na wenzake wote, Simba imewapalia. Imewashinda. Kwa sababu ukiangalia mahali Simba ilipo haiendani na hawa viongozi. Kwa nini? Wanataka tuyaseme ukweli sasa. Kile ambacho kimetokea leo kinachotajwa kama ni mkutano wa Simba hakiendani na Simba. Ukitaja renki namba 5 Afrika, renki ya CAF na hiki ambacho kimefanyika ni vitu viwili tofauti. Simba imewazidi viongozi. Simba ni kubwa. Simba ni kubwa kuliko viongozi. Kwa sababu unafahamu kabisa kwamba huu ni mkutano wa kikatiba. Mmeusogeza mbele, ni mwaka wa pili mfululizo mnafanya. Ina maana kweli hamjui kama viongozi mambo gani ya kwenda kuwasilisha kwa wanachama wenu. Manake hii ni aibu kubwa. Viongozi, jambo la mkutano wa kawaida ni la kikatiba kila mwaka. Mkutano wa kawaida
ni la kikatiba kila mwaka. Maana yake nini? Mnapaswa kwenda kujipanga. Tutaanza 1, 2, 3, 4 na kuendelea bila kuingiliana. Lakini ukiwaangalia leo viongozi wa Simba wanakuthibitisha kwamba Simba imewazidi uwezo, Simba imewapalia. Mimi nakusema haya leo, utakuja kunishukuru hapo baadaye. Lakini ukweli usiopingika, Simba viongozi wale, Simba imewapalia vibaya mno. Yeah. Sasa ukiangalia kwa jinsi mashabiki, naona wanamlalamikia sana Murtaza Mangungu. Yeah. Unahisi shida ni nini hasa ukiangalia mpaka kufikia hatua kwanza hawamhitaji? Maana hii sio kuanzia leo, ni muda mrefu sana. Katika kitu ambacho uongozi wa Simba katika kitu ambacho uongozi wa Simba wameshindwa kukijua ni kwamba wamewaongopea watu wao sana, alafu bado wanaamini wakiwaongopea wataendelea kuwasikiliza tu hivyo na uongo. Lakini mwisho wa siku ndio yanakuja kutokea kama haya. Ukiwa kiongozi wa taasisi haimaanishi kwamba wewe ndio una akili sana kuliko wanachama wako. Lazima upokee mawazo, lazima upokee ushauri ili mambo yaweze kwenda katika taasisi kama ya Simba. Lakini kwa hiki kinachoonekana ni dhahiri shairi kuna upuuziaji wa mawazo ya wanachama. Na ndio maana mimi kama Chuma napenda kusema ukweli kwamba uongozi wa Simba iko hapa, imeshawapalia, hali ni mbaya. Mangungu ni mwenyekiti wa wekundu wa Msimbazi Simba kutoka upande wa wanachama, na yeye ndo ana mamlaka ya kuitisha mkutano kikatiba ya Simba. Je, ina maana hawakujipanga kwamba tunakuja kuwasilisha mambo gani kwa klabu? Lakini haya yote ambao unaona mavurumai haya ni kutokana na propaganda ambazo zimezalishwa kwa muda mrefu sana, kuona kwamba Simba hakuna weakness ila kila kitu kiko sawa. Mwisho wa siku unaumbuka. Kumbuka malengo ya Simba ni kuchukua ubingwa ligi kuu soka Tanzania. Ukikosa uwe na sababu za kuambia wanachama wengi kuliko wanachama wa Azam, wanachama wengi kuliko wanachama wa Singida Black Stars. Sasa utawadanganya mpaka lini? Haya ndio madhara yake haya. Lakini kingine ni kukimbilia mchakato wa mabadiliko kwa mihemko, pasipo kuangalia, kufuata sheria la baraza la michezo. Serikali inasema nini kupitia mwanasheria wake mkuu? Vipengele vikoje? Wakaweka maslahi yao mbele. Ni aibu kuona taasisi kama ile imeanza muda mrefu, mchakato unakwenda mwaka wa 10 haijakamilika, then unakuja kuambia walikiuka utaratibu. Utaratibu wa aina gani? Kwani taratibu hizi zimeanza jana? Hapana, ni za muda mrefu. Walikuwa wanadanganya watu kila siku mchakato umefikia 93%, kumbe hakuna kitu. Ni aibu kuona mpaka leo hii Simba haina wanachama 100,000 hai, wanachama 100,000 hai haina. Yanga wameanza juzi tu kutambua wanachama kwa mfumo wa kadi. Leo hii wana wanachama zaidi ya 200,000. Wao umekaa tu pale. Sasa ili Simba ikae vizuri, wamfuate Engineer Hersi Said, awaelekeze namna gani ambavyo anavyoiendesha Young Africans. Kama TP Mazembe imekwenda na timu nyingine zimekwenda kwa Engineer, waende. Na kizuri zaidi, Engineer Hersi Said yule ni bosi wa Simba, kwa wasione haya kwenda kumuuliza jambo lolote bosi wao. Sasa mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika ni bosi wa Simba, Engineer Hersi, wamfuate kwa unyenyekevu, sio kwa kiburi, kwa unyenyekevu, awaelekeze. Ukiangalia mkutano wa Yanga, AGM ya Yanga na mkutano wa Simba, unajua kabisa ni timu ipi au ni taasisi ipi ilikuwa iko serious. Yaani huku watu wamenyoosha maelezo, ratiba yote imenyoka, huku kuna madogoli. Kwa unakuja kuona mkutano leo umetuthibitishia hata Ahmed Ali kama afisa habari wa ile timu anaingiliwa majukumu. Na ukiuangalia mkutano wa Yanga, unajua kabisa idara ya habari ya Yanga inatambulika. Alikamwe hakuingiliwa. Alikamwe subiri na Engineer
Muda wa injinia ulipofika akafanya jambo lake. Muda wa mwenyekiti wa kamati ya kuelekea maboresho ya uendeshaji ulipofika akasema mambo yake. Muda ulipofika wa kujua bajeti ya matumizi na makadirio akaja mhusika akalisema. Lakini angalia leo, bajeti inasomwa, mambo muingiliano kibao, haiwezekani. Sasa hawa viongozi wamewadanganya wanachama wao, leo yanawatokea puani. Mkutano namba 1 wa klabu Tanzania kwa sasa na ni mfano wa kuigwa ni mkutano wa Yanga. Haya mengine yote ni magulio tu. Yote haya ni magulio. Chuma. Ndio walisia. Na ukitaka kubisha kwa nini wanachama wa Simba au washabiki ambao wametoka ukumbini wamekuwa na manunguniko na kusema tumtaki mwenyekiti. Wewe ulisikia wanachama wa Yanga wakisema tumtaki engineer? Kwa nini? Amekuwa akiwaambia ukweli. Jamani, taasisi yetu tulikopa hapa, tunakwenda pale, makadirio yetu ni haya. Na nilisema siku nyingi tu, ukiendelea kuwa muhuni utakamatika tu kwenye uhuni wako. Hatimaye ndo haya ambayo tunayaona. Yani salama ya Simba ni kwenda katika uchaguzi mwingine wa uchaguzi wa viongozi wao. Na ili Simba iwe sawa ni mchakato ambao kwa mujibu wa serikali imesema, imetoa maelekezo yake kupitia BMT na mwanasheria mkuu wa serikali, lakini pia kupata viongozi damu nyingine kabisa tofauti na wote. Nakwambia kwa sababu mkutano naweka clear, mkutano huu ambao umefanyika wa Simba leo ni kama gulio fulani hivi. Huu mkutano wa Simba rasmi umeikabidhisha Young Africans kuwa bingwa mara 5 mfululizo wa ligi kuu soka Tanzania. Maana hauna hadhi. Uwezi ukachukua ubingwa kwa kauli ambazo amesema mwenyekiti wa bodi Magoli. Magoli amesema kuna baadhi ya watu wana changamoto ya afya ya akili. Uwezi kuchukua ubingwa. Rage alishawahi kusema kuna kauli nzito sana. Uwezi kuchukua ubingwa. Unanipata vizuri? Leo hii wanachama wanasema viongozi wetu ni wahuni. Uwezi kuchukua ubingwa. Sasa kuna kauli tata ndani ya Simba. Maanake ili hizo ziondoke, wawe pamoja, wafanye uchaguzi, waondoke na haya mambo. Nilisema ukimchukua rais engineer Hersi Said, ukimchukua makamu wa rais wa Yanga, ukimchukua mjumbe wa kamati tendaji ya Yanga Alex Ngai, alafu njoo na upande wa huku, ndo utajua je, ni taasisi ipi ambaye imenyooka kuiongoza taasisi. Ni vitu vili tofauti. Wakati wewe unawaza majungu ya kuwaponda wenzako wako very serious kwenye kazi, wategemea nini? Kwa engineer mmoja yule, engineer mmoja ni uongozi wote wa Simba. Ndio walisia. Utaki basi? Na maana engineer mmoja Mangungu ndani yumo, Simba nzima ipo muda. Ndio ukweli. Angalia namna ambavyo walivyoratibu mambo yao. Umesikia kuna mizozano? Wao ulisikia viongozi wa Yanga wakati wanatoa nafasi ya room ya kuhoji maswali. Ulisikia kuna mizozano? Mkutano wa Yanga ulinyooka mpaka Azam TV wanakuja kufunga pale. Tulikuwa tuko live kwenye mkutano wa Young Africans wa AGM, tunarudisha matangazo studio. Leo amerudisha. Leo amerudisha. Hawajarudisha. Maana yake nini? Anatokea mtu from nowhere, jamani tusimame tujinyoshe, mtu kaja kapiga dua kaondoka, mwenyekiti time mzima akakimbia. Haiwezekani. Hamuwezi mkaendesha taasisi kiuni hivi. Sasa swali la msingi, Mangungu kama amewatoroka wanachama wake ukumbini, anakwenda kuiongoza Simba yenye wanachama wa aina gani? Ni hao waliokimbia. Manake mpaka dakika hii Mangungu hana sifa kwa mwenyekiti wa Simba. Kwa sababu amewakimbia wanachama ukumbini, unategemea nini? Maana ana sifa kabisa. Unaelewa vizuri? Unategemea nini? Manake ule ni uhuni. Manake anapaswa kuondoka. Kama unawakimbia ambao unaongoza, unategemea nini? Hana sifa. Ndio walisia. Sifa kiongozi sio kujibu hovyo hovyo. Lazima ujifunze kujibu wanachama wako vizuri. Wao ndio wamekuchagua. Sasa kama wanachama wamekuchagua, wewe unakwenda kushuti out maneno alizoeleweka, haiwezekani. Tunayazungumza haya kwa kile ambacho kimetokea ukumbini leo. Haukuwa mkutano, ilikuwa ni gulio tu. Kila mmoja anauza nyanya pale. Ilikuwa haukuwa mkutano. Yeah.